Jemedari, tuanze kwenye kolo. Tuanze kwenye kolo kwa sababu mtu kaandika kolo hajataja timu. Huyu ni mtu ambaye hakutaja timu kwenye andiko lake. Tunamfungiaje? Kwanza tuwaambie watu wetu kwamba unajua tunajadili isazifu kama vile hukumu yani ishatoka public. Ni kwamba hizi ni tetesi. Ndio. Taarifa za ndani kwamba huenda bwana mkubwa amefungiwa miaka 2. Ndio. Na wametajwa wengine, yule wa Kagera, ametajwa hukumu hiyo ya Kitumbo, ametajwa nafikiri Ahmed. Ndio. Alikuwepo naye kwenye hiyo shughuli, na jana hapa tuzungumza na mwenyekiti, na mwenyekiti alithibitisha kwamba hilo jambo liliisha juzi. Kwa hiyo jana ilikuwa kabla ya siku haijaisha, press release inatakiwa iwe imetoka na yeye alishamaliza hiyo shughuli. Maana yake kumaliza ni hukumu ilikuwa imeshatoka na inakuwa ishaandikwa, ndio iende public. Press release tu iende public. Na alituthibitishia kwamba umma utaambiwa jana. Kwa waandishi wa habari wamefanya kazi yao ya kiuandishi. Unajua waandishi wanafanya habari za uchunguzi. Kwa hiyo wakaja na hiyo habari kwamba inawezekana hali amefungiwa miaka 2, Ahmed amesalimika, yule wa Kagera naye amefungiwa. Si ndio? Sasa tuende hapa kwenye kolo. Kwa nini Ahmed aliitwa na yeye kwenye hiyo kesi? Na Ahmed alichokisema, alisema adui wa kwanza wa Simba ni Yanga. Nyuma mwiko. Ni nyuma mwiko. Alisema nyuma mwiko. Yes. Nyuma mwiko. Ni nani nyuma mwiko? Ile Singida ilitajwa kwa Singida. Na kila alipo Singida nyuma mwiko. Nyuma mwiko ni nani? Hakuna timu inaitwa nyuma mwiko. Kwa nini aliitwa? Asindo tunaulizana kwamba sikute kamati wengine kuna ushahidi wa kimazingira. Okay. Yes. Kwamba hivi hapa tukiambiana wote sisi hapa kwamba sisi wote hatujui timu ikiitwa Gongowazi, hujui nani Gongowazi nani? Huyo anaitwa Mnyama. Ukisema Mnyama kashinda leo, tena inatumika mpaka kwenye maandishi ya kawaida. Wewe hujui Mnyama ni nani? Tutamjua tu Mnyama. Lakini hapa kwenye mautani yao wamepeana hayo majina. Leo hapa ikitajwa Lambalamba, wewe hujui Lambalamba ni timu gani? Inajulikana. Nafahamu. Wajelajela wakitajwa hujui? Nawajua. Sasa unatakaje? Usijifiche kwenye vitu vidogo vidogo. Umeelewa vizuri? Ndio. Upaswi kujificha kwenye vitu vidogo vidogo vya wazi kabisa. Kwa mimi wakisema mtu akisema kolo, mimi najua anahitaji Simba. Akisema nyuma mwiko, huyo anakuwa anahitaji Yanga. Akisema Lambalamba anahitaji Azam.